Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Open the Word. Open the Word tunakiita fungua neno. Neno ambalo tunaliongelea ni hili neno lililo hai, ya? Kwenye Injili ya Yohana tunaambiwa kwamba pale mwanzo palikuwepo na neno. Naye neno alikuwa na Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Kwenye mstari wa 14 kwenye sura ya kwanza anakuja tunaambiwa kwamba hilo neno likavikwa au likavikwa nyama, Hili neno ambalo tunaongelea ni neno la Yesu Kristo. Na hili ndio neno ambalo Mungu ameliongea. Na hili ndio neno ambalo tunalifungua kuweza kujua ni nini ambacho tumeagizwa kama Wakristo kufanya, tumeagizwa kama Wakristo kuwa. Hivyo basi, kama una Biblia yako, tufungue neno kwenda kwenye sura ya 4 ya waraka wa kwanza wa Petro. Tumekuwa tunaangalia mstari wa 8, sasa hivi tunaenda kwenye mstari wa 9. Mstari wa 8 tulikuwa tunahimizwa kupendana. Lakini hii idea nzima inatoka kwenye mstari wa 7 pale ambapo alikuwa anawaambia wale wasomaji wake Petro kwamba mwisho wa yote umewadia, mwisho wa yote umefika, ya? Kwamba Yesu ameshakufa, Yesu akafufuka, Yesu akapaa kwenda mbinguni. Kwenye Zaburi 110 tunaambiwa kwamba akaketishwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu, akapewa jina ambalo ni zaidi na ni kuu zaidi ya majina yote, ili kila ulimi uweze kumkiri yeye kwamba ni mwana wa Mungu, kwamba yeye ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Hivyo basi mstari wa 9 anaendelea kutupa maagizo ya namna ambavyo in response kwa kurespond kwa huu ukuu wa Yesu Kristo, kwa sisi kufufuliwa, kwa sisi kuokolewa kwa njia ya imani, kwa pale ambapo tuliweka imani yetu katika Kristo Yesu, basi sisi inabidi tuishi maisha aina gani? Mstari wa 8 alikuwa anasema tupendane. Mstari wa 9 anasema be hospitable to one another without complaint. A very interesting phrase. Be hospitable to one another without complaint. Anasema kwamba onyeshaneni upendo, na namna mojawapo ambapo mnaonyesha upendo ni kuwa wakarimu, ni kuwa na ukarimu baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Huu ukarimu unaweza kauona kwenye namna ambavyo kwa mfano mnapokeana, Kwenye nyakati hizi tunakumbuka mwanzoni pale kwenye sura ya kwanza tulisema kwamba kulikuwa kuna tawanyiko ambalo lilifanyika. Kwenye mstari wa kwanza kwenye sura ya kwanza anasema kwamba anawaandikia our aliens, watu ambao wamesambaa kwenye maeneo ambayo sio nyumbani kwao, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. Hawa watu sometimes wanaitwa the great dispersion. Walisambaa kutoka Yerusalemu kwa sababu walikuwa wanawindwa, walikuwa wanatafutwa kuuliwa, kukamatwa, kufungwa magerezani. Hivyo basi hii barua Petro aliandika kuwatia moyo wale ambao walikuwa wanateswa na wanateseka kwa sababu ya imani yao. Kwa hiyo kwenye huu mstari wa 9 wa sura ya 4 anawaambia kwamba sasa nyinyi msitumie hicho kigezo cha kwamba mmesambaa na hamko nyumbani mkatumia kwamba hicho ndio kigezo cha nyinyi kutokuwa wakarimu, kwa nyinyi kuwa maadui wa kila mtu. Hapana. Wewe kama Mkristo bado umeitwa kuwa mkarimu, umeitwa kuwa hospitable, umeitwa kuwa ni mtu ambaye unakaribisha ugeni, ni mtu ambaye unaweza ukaonyesha ukarimu kwa wale ambao wanakuzunguka. Lakini there is an attitude hapa ambayo anaiweka. Anasema kwamba ukarimu wako, kuna mtu unaweza ndio ukaonyesha ukarimu kwamba wewe ni Mkristo, basi njoo na wewe ukae kwangu, au unatafuta msaada wa aina fulani, basi ngoja nikuonyeshe ukarimu kwa kusaidia, nikupe sehemu ya kulala, nikupe sehemu ya kukaa na vitu kama hivyo. Lakini your attitude anasema hapa matters. Your attitude matters. Huonyeshi tu ukarimu afu kaishia hapo. Kama vile ambapo kwenye upendo huonyeshi tu upendo kaishia hapo, unaonyesha bidii. Hapa kwenye ukarimu anasema unaonyesha ukarimu afu zaidi ya hapo without, anasema complaint, bila lawama, bila malalamishi, kwa sababu it's common wewe kufanya wema alafu kugeuka au uanze kulalamika kwa ule wema ambao umeufanya. Ni mara ngapi mtu anakuja na kuomba hela, kwa mfano unampa hela alafu unageuka unasema jamaa wanaomba hela, yani kila wakati, yani anatesa tu kila wakati, yani mpaka nimeshachoka. Ni mara ngapi kanisani tunakusanyika kufanya matoleo, alafu tena tunafanya matoleo, tukimaliza tunasema sisi kanisa linatukamua sana, tunaanza kulalamika. Na wakati maagizo ambayo Paulo anawapa wale wa Korinto, anawaambia kwamba toeni kwa furaha, kwa sababu Mungu anapenda mtu ambaye anatoa kwa furaha. Wewe kama huwezi ukatoa kwa furaha,
kwamba unatoa kwa malalamiko au unaonyesha ukarimu kwa malalamiko, ni bora usifanye huo ukarimu, ni bora usifanye huo wema ambao unauita wema. The attitude ambayo unatakiwa kuwa nayo ukiwa unaonyesha huo ukarimu is one without complaint. Usiwe na malalamiko, usiwe na masengenyo, usiwe na complaints, usiwe na lawama. Unaonyesha ukarimu, lakini unauonyesha ukarimu bila lawama za aina yoyote. Huo ndio ukarimu ambao Mkristo ameitwa kuonyesha. Hivyo basi, kama wewe ni Mkristo na uko kwenye sehemu ambayo una uwezo wa kuonyesha ukarimu, muonyeshe huo ukarimu, kwa sababu ni kweli mwisho wa mambo yote umewadia, mwisho wa mambo yote umefika. Sasa hivi ni wakati ambao inabidi tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Sasa hivi ni wakati ambao inabidi tuishi kuendana na yale maagizo ambayo tumepewa. Na kama wewe sio Mkristo, ningekuhimiza sasa hivi, mweka imani yako katika Kristo. Amini kwenye kuja kwake, amini kwenye maisha yake matakatifu, amini kwenye kufa kwake pale msalabani kwa ajili ya dhambi za wale watakaomwamini. Amini kwenye kufufuliwa kwake kama kupokelewa kwa ile dhabihu ambayo aliitoa kwa ajili ya dhambi za wale ambao watamwamini Yesu Kristo. Amini leo upate kuokoka. Amen.